Watu wanasema lugha ya kimataifa ni English. Sio kweli. Lugha ya kimataifa sio English. Kipofu haelewi English, kisiwa haelewi English, kilema anaweza akasikia English lakini ina maana. Lugha pekee ambayo inaeleweka na mtu yoyote ni power. Kipofu akiona power anaelewa hii ni power, kwa sababu ghafla anaanza kuona. Kisiwa akiona power anaelewa, ghafla anaanza kusikia. Bubu akiona power anaelewa, kwa sababu ghafla anaanza kuongea. So lugha ambayo ya kimataifa ambayo inaongeleka kote, hata ambako bubu wanaelewa, ni power. Malaika wanaielewa, kuzimu wanaielewa, Roho Mungu anaielewa. Mungu ndiye anaitoa power. Leo hii naweza kukufundisha kuhusu power usielewe, kwa sababu bado subiri mpaka siku ambayo mwanao kumzaa anaumwa. Unapiga Prophet Dennis, hapatikani, na ndo namba pekee ulionayo. Unapiga rafiki yako mpendwa mtumishi, hapatikani, mwanao anaumwa. Hapo ni usiku wa manane, hata usafiri kutoka kwenda hospitalini huna. Ndio tolewa. Kwa nini unatakiwa na power? Nimepokea simu mtumishi wa Mungu juzi, ananiambia mtumishi wa Mungu, mke wangu kwanza amenipigia tu, nikamwambia vipi kuhusu mke wako? Akaniambia umejuaje mtumishi? Mke wangu ni mjamzito, nina wasiwasi kweli, bundi hawaishi nyumbani kwetu, bundi wamejaa. Nikamwambia bundi anakuanzisha? Bundi ni wa nani? Ni wa Mungu. Kwa nini akuanzishe? Nikagundua unaelewa kuhusu power. Brother, kuna mtu yote ambaye ameomba bundi ni wa nani? Kwa nini uwaze bundi wakija kwako ni uchawi? Kwa nini uwaze? Maana ule kusikia kitu kuhusu bundi. Ukosefu wa power utakutesa.